tunahitaji watu wengi waweze kujiajiri kiuchumi. Kwa maendeleo haya hayahitaji wasomi tu, bali tunahitaji watu wabunifu na wenye suluhu ya kutatua matatizo. Walimu, wanasheria, wahandisi, wote wanahitajika kuajiriwa. Wasomi wakihitimu lazima tu waajiriwe. Hello, mambo vipi? Karibu sana katika kipindi kizuri cha Skuli. Langu jina naitwa Mwebrania Official na leo nimepata heshima kubwa ya kuwepo katika shule ya Anazaki inayopatikana katika jiji la Dar es Salaam. Mwelekeo ni Kimara Temboni. Yako mambo mengi ya kujifunza mimi na wewe. Twenzetu tukajionea yale ambao wanafunzi wa shule hii wametuandalia kwa lengo tu la kukufunza wewe na mimi. Twenzetu tukajionea katika kurasa zetu kuanzia kipengele cha kwanza. Karibuni watazamaji wa Channel 10. Mimi ni mwongozaji wenu Jasmine Yusuf Kajenje na leo tuna mdahalo. Mdahalo huu unahusu kipi bora, kujiajiri ama kuajiriwa. Jina langu ni John Hendrick Ndaga. Asante sana mwongozaji. Hoja yangu ni kwamba nchi yoyote ina serikali inayofanya maendeleo. Na serikali inahitaji wasomi. Kwa mantiki hiyo, wasomi wakihitimu lazima tu waajiriwe. Asante. Wengine? Jina langu ni Rita Vivian Dennis Makwale. Asante sana mjumbe. Kwa maoni yangu, nchi haitegemei tu wafanyakazi wa serikalini, bali nchi inategemea tu kodi ili kufanya maendeleo. Hivyo basi, tunatakiwa kuwa tuna sekta binafsi na wasomi pia wanahitajika kote serikalini na sekta binafsi ili kufanya maendeleo. Mfano, walimu, wanasheria, wahandisi, wote wanahitajika kuajiriwa. Jina langu ni Godson Jackson Mushi. Ninatoka kwenye upande wa kuajiriwa. Hoja yangu ni kwamba serikali yoyote inahitaji watafiti na wasomi katika sekta mbalimbali. Kwa mantiki hiyo, serikali inahitaji wasomi wasili ili kuepuka uhaini. Asante. Mambo bado ni ya moto. Hebu tusikize watu wengine wasemaje. Jina langu ni Belisia Marecha Edward. Nashukuru sana mjumbe kwa hoja yako. Ila kwa niongeza zaidi ni kwamba watafiti katika sekta binafsi wanaweza kutumia vibaya utafiti wao. Mfano, wanaweza kuwa wahaini au vibaraka wa nchi za ughaibuni. Hivyo basi, ni vyema watafiti wawe waajiriwa wa serikali. Asante. Jina langu ni Melissa Alexander Msoka. Ninakushukuru sana kwa hoja yako. Ninaungana na wewe kwamba utafiti unahitajika sana katika maendeleo ya nchi yetu. Hivyo, sio lazima watafiti wote wawe waajiriwa wa serikalini. Wanaweza kutumia taaluma zao kuweza kutatua matatizo ya kijamii. Kwa mfano, madaktari wanaweza kutafiti kuhusu ugonjwa na tiba yake. Kwani tuna miti mingi nchi hii inayoweza kutumika kutengeneza dawa. Pia wanaweza kuanzisha viwanda vya kutengeneza dawa ili kuipunguzia serikali mzigo wa kununua dawa kutoka ughaibuni. Asante. Jina langu ni Precious Godfrey Maboba. Nimekusikiliza vizuri sana na nimewasikiliza watu hoja wengine vizuri sana. Na kuunga mkono kwamba tuna rasilimali nyingi katika mazingira yetu. Mfano, madini, mimea, mbuga za wanyama, ardhi kubwa kilomita takribani 947. Eneo la ardhi ni kubwa. Bado watu hawakai wala kutumika kiuchumi. Hivyo basi, tunahitaji watu wengi waweze kujiajiri kiuchumi. Asante. Tumesikiza mambo mengi sana kutoka kwa wajumbe hawa. Jina langu ni Innocent Deogratas Matemu. Nashukuru sana kwa hoja yako. Kwa nyongeza zaidi, serikali haiwezi
kuajiri wasomi wote nchi nzima. Lazima watu wengine waweze kujiajiri kazi nyingine. Kwa mfano, niulize wenzangu hapa, kwani wabunge wote wamesoma? Wapo ambao hawajasoma na waliosoma. Kwa maendeleo haya hayahitaji wasomi tu, bali tunahitaji watu wabunifu na wenye suluhu ya kutatua matatizo. Asante. Jina langu ni Jovin Jackson Mariki. Ninashukuru sana kwa hoja yako. Tena kwa nyongeza zaidi, hata mfumo wa elimu yetu ubadilishwe, ndio unaofanya watu wafikirie kuajiriwa na wala sio kujiajiri. Mfano, wanafunzi wakiulizwa darasani, unataka kuwa nani? Wengi wao wanasema, nataka kuwa daktari, pilot. Ndio maana muda wote wanafikiria kuajiriwa na sio kujiajiri. Asante. Mdahalo umepamba moto. Kila upande unatafuta njia ya kujitetea wenyewe. Ngoja tusikilize wengine. Jina langu ni Jonel William Wapalila. Nakushukuru sana mtoa hoja. Kwa nyongeza zaidi, masharti ya mikopo yapunguze kwa wahitimu wa chuo kikuu. Mfano, serikali iwe na kandidata ya wahitimu wa chuo kikuu ili mradi ni Watanzania wapewe mikopo ili wasomi wasiaibike wakitangatanga mtaani. Asante. Jina langu ni Zawadi Henry Boto. Nimekusikiliza vizuri sana mchangiaji. Kwa mtazamo wangu, mipango yote inapangwa na serikali na kwenye ofisi za serikali. Hivyo basi, wahitimu wote lazima wawe wasomi. Kumbe kuna haja hata kubadili sifa za mbunge. Wabunge wote wawe wasomi ili kuhakikisha ufanisi wa mawazo katika nchi. Asante. Jina langu ni Nancy Emmanuel Mrema. Asante sana kwa hoja yako. Hoja yangu ni kwamba maendeleo si ya wasomi tu. Pia maendeleo hayafanywi na serikali tu. Hivyo basi, waliosomea kilimo wakajiajiri kwenye kilimo, uvuvi, ufugaji, uchimbaji madini na kadhalika. Madaktari nao wakajenga hospitali binafsi ili waipunguzie serikali mzigo. Asante. Jina langu ni Mudrik Mashaka Ngole. Nashukuru sana kwa hoja zenu. Kutokana na hoja za wajumbe wengi, hasa kutoka kwa mjumbe Mariki, nchi inahitaji watu wabunifu, wenye fikra nzuri na watatuzi wa matatizo. Jamii ina matatizo mengi sana na inahitaji watu watatue matatizo hayo. Kwa hiyo watu wajiajiri. Asante sana. Asanteni sana wawasilishaji wa hoja za pande zote mbili. Mimi nimependa hoja za upande wa kujiajiri kwa sababu hupunguza mzigo wa kuajiri watu serikalini.